Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Saida Nasor, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na miongoni mwa tulionayo leo ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania na Saudi Arabia zimesaini makubaliano ya ushirikiano katika teknolojia na ujuzi wa madini. Katika biashara, serikali yasisitiza matumizi ya mifumo rasmi ya kifedha ya kukuza uchumi wa mwananchi. Na katika habari za kimataifa, Amnesty International wasema watu 16 wameuawa katika maandamano yaliyofanyika siku ya Jumatano nchini Kenya. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Amesema kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa nguzo ya kuimarisha mshikamano na umoja wa kitaifa na kufanikisha maendeleo katika sekta mbalimbali za maendeleo. Zaidi tuungane naye mwanahabari wetu Goodluck Msola. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hayo wakati alipotoa hoja ya kukamilisha shughuli za bunge la 12 bungeni jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa katika kipindi cha uongozi wake Rais Dr. Samia ameweza kusimama imara katika kuendeleza miradi ya kimkakati na huduma za jamii, kusimamia demokrasia pamoja na kujenga uchumi imara sanjari na kuimarisha diplomasia. Majaliwa amefafanua kuwa kutokana na uongozi thabiti wa Rais Dr. Samia, taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa zimetambua mchango na maono yake katika kusimamia shughuli za kimaendeleo nchini na kuitangaza vyema nchi ya Tanzania nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kupokea tuzo mbalimbali zilizotambua mchango wake. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa maafisa masuhuri katika ngazi zote za umma kuzingatia vipaumbele vilivyoainishwa kwenye bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2025-2026 iliyopitishwa na bunge hivi karibuni. Amesema hayo bungeni jijini Dodoma, ambapo pia amewaagiza wakamilishe miradi ambayo haijakamilishwa sambamba na kutekeleza ahadi za viongozi katika maeneo yao. Akizungumzia kuhusu uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu, Majaliwa ametoa rai kwa Watanzania kuhakikisha wanalinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tanzania na Saudi Arabia zimesaini makubaliano ya ushirikiano katika teknolojia na ujuzi wa madini ili kukuza sekta ya madini kwa mataifa ya Tanzania na Mashariki ya Mbali. Goodluck Msola ametuandalia taarifa ifuatayo. Makubaliano hayo yamesainiwa jijini Dar es Salaam baina ya kampuni ya madini ya Neshchi Minetech ya kutoka Tanzania na kampuni ya New Future ya nchini Saudi Arabia, ambapo balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania Yahya Ahmed Okeshi amesema mkataba huo ni sehemu ya mipango ya muda mrefu ya ushirikiano wa kimkakati wa kukuza maendeleo baina ya Saudi Arabia na Tanzania. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji nchini TIC Giriad Terry amesema Tanzania itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kulinda wawekezaji wazawa hasa wanapopata fursa za kuwekeza katika mataifa ya nje. Kutakuwa na ushirikiano kutoka mwekezaji Saudi Arabia ambaye anashirikiana na kampuni ya Kitanzania kwenda kuwekeza kwenye maabara ya kisasa ya sio tu utambuzi kuanzia stage ya exploration mpaka kwenye hatua za mwisho za uthibitishaji ubora wa dhahabu nchini Saudi Arabia. Sisi kwetu ni kitu cha kujivunia kwamba kampuni ambayo imezaliwa na kulelewa nchini Tanzania naweza kufika hatua ya kufanya biashara, kufanya uwekezaji kwa ushirikiano na wenzao nchini Saudi Arabia. Naye mkurugenzi wa kampuni ya madini ya Neshchi Minetech kutoka Tanzania, Happiness Naswinga, pamoja na Mohamed Al-Moud, mkurugenzi wa kampuni ya madini ya New Future ya Saudi Arabia, wamesema ushirikiano huo utawezesha ujenzi wa maabara ya kisasa ya madini katika nchi ya Saudi Arabia, ikiwa ni uwekezaji wa nchi ya Tanzania katika nchi hiyo ya Saudi Arabia, ambapo maabara hiyo itafanya kazi ya uchunguzi wa madini kwa kiwango cha kimataifa. Tumekuwa na uwezo wa kupima madini yale ambayo ni critical minerals kama graphite, madini kama nickel, madini kama copper, shaba, gold. Tumekuwa na uwezo na tuna cheti cha kimataifa ambacho kinathibitisha kwamba hawa ni wataalamu wa vipimo vya madini. Hivi vyote vimefanya Tanzania ionekane zaidi dunia nzima kwa upande wa science na teknolojia.
ekolojia. Sekta ya madini nchini inatajwa kuchangia 10% katika pato la taifa, huku malengo yakiwa ni kuvuka kiwango hicho kufuatia uwekezaji unaofanywa na serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Watu wenye Ulemavu Ridhiwani Kikwete amekabidhi vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu katika chuo cha ufundi na marekebisho Sabasaba mkoani Singida. Kwa undani wa taarifa hiyo anayo Amini Nyeungo. Akizungumza katika tukio hilo, Waziri Kikwete ameupongeza mfuko wa WCF kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kuweza kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu wanakuwa na vifaa saidizi. Mfumo wetu wa WCF umewezesha kuwa ni mmoja kati ya mfumo ambao unatoa huduma ya hali ya juu sana. Utoaji wa huduma kwa wananchi wetu umepungua sasa toka wiki 2, wiki 3 kutegemea na makaratasi yako, mpaka sasa tunaweza kutoa mafao haya ndani ya wiki moja tu. Haya ni mambo mazuri na makubwa ambayo yamefanywa na WCF, lakini ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Miaka hii 4 iliyopita, zaidi ya shilingi bilioni 1 toka WCF zimetumika kwa ajili ya kupeleka CSR hii kwa maeneo mbalimbali nchini mwetu. Haya mambo yamefanyika, sio tu mnaona hapa Singida ukafikiri kwamba mambo haya yanakuja hapa Singida tu peke yake. Hapana, na maeneo mbalimbali ya nchi yetu yamefanyika. Mkuu wa mkoa wa Singida Bi Halima Dendego ameupongeza mfuko wa WCF kwa kuwathamini walengwa katika chuo cha Sabasaba mkoani hapa. Lakini shukurani zangu za dhati pia ziende kwa Daktari John Mduma. Angeweza kulifanya tukio kama hili popote katika mikoa 26. Lakini leo tuko hapa Singida, Sabasaba. Kwa kweli sisi umeweka alama kubwa ya upendo, kutujali wana Singida, wewe na timu yako. Mkurugenzi wa mfuko wa fidia wafanyakazi WCF Dr. John Mduma ameeleza jinsi wanavyoguswa na makundi mbalimbali. Tunaguswa na watu wa makundi haya kwa sababu kwanza baadhi ya wateja wetu wanadondokea kwenye kundi hili la kuwa ni walemavu, lakini pia kwa ujumla wake tuna sera yetu ya kurudisha kwa jamii ambayo inaweza ikarudisha kwa mtu yoyote kulingana na uhitaji wake, sio lazima tu hata awe mlemavu. Ndio maana kwenye maadhimisho ya siku ya miaka 10 ya WCF pia tumegusa nyanja zingine za wanufaika. Mkuu wa chuo hicho Fatuma Malenga amesema kuwa chuo hicho kinatoa huduma mbalimbali ambazo amezibainisha, pamoja na fani za umeme wa majumbani, useremala, ushonaji, ususi na urembo, uokaji wa keki na mikate, uchomeleaji pamoja na ufundi simu. Lakini tunatoa huduma zingine ambazo zinalenga katika kuboresha mazingira ya ujifunzaji, ikiwa ni pamoja na kutoa msaada wa kisaikolojia kwa vijana walioathiriwa na unyanyapaa. Serikali ya Uingereza imesema itaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kulinda na kutunza viumbe hai vya baharini, ikiwemo kiumbe aina ya kasa, ili kuhakikisha viumbe hao hawapotei bali wanaendelea kukua na kuwa kivutio na kutunza ekolojia ya bahari. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya kushuhudia uanguliwaji wa vitoto vya kasa iliyofanyika katika fukwe ya Changani iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam, balozi wa Uingereza nchini Tanzania Marine Young amesema kasa wana mchango mkubwa katika kuboresha ekolojia ya bahari duniani kote, lakini wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo kuwindwa na baadhi ya watu na kutumika kama kitoweo. Young ameongeza kuwa kwa ushirikiano wa mataifa yote mawili, yani Uingereza na Tanzania, wanaweza kufanikiwa kulinda na kuhifadhi spishi za kasa ambazo ziko hatarini kuangamia, jambo ambalo linaweza kuharibu ekolojia ya bahari. Hivyo ni muhimu kulinda viumbe hai ili kuboresha ekolojia ya bahari na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. So the British government is a real champion of conservation, climate change and nature. And we are proud supporters of the Global Fund for Coral Reefs here, which does a lot of work in Tanzania, across coastal areas and including in Zanzibar, and that helps with marine conservation, which protects a range of species, including sea turtles. We also provide other assistance to support the blue economy, helping Tanzanian people, including seaweed farmers, for instance, in Zanzibar, and helping develop industries on the coast and infrastructure.
to help overall areas. Kwa upande wake, meneja miradi wa shirika lisilo la kiserikali la kutunza rasilimali za bahari Seasense, Lydia Mgimwa, amesema shirika hilo limekuwa likishughulika na mikakati ya kuhakikisha viumbe wa baharini ikiwemo kasa hawapotei licha ya kuwa wanakabiliwa na changamoto ya kuwindwa na binadamu pamoja na utupaji wa taka hovyo, hususan taka za plastiki. Aidha, Lydia ameongeza kuwa ili kuepuka athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi, ni muhimu kuendelea kuimarisha utunzaji wa mazingira ikiwemo mazingira ya baharini na kuhakikisha viumbe hai wa baharini kama vile kasa hawapotei, na kusisitiza kuwa kwa sasa wanashirikisha zaidi jamii. Hivi viumbe vya kasa vilikuwa vinakumbwa na changamoto nyingi sana, na bahati mbaya hakuwa na mpango kamili wa kusimamia na kutetea kuhakikisha kwamba ustawi wa kasa unakuwa uko vizuri. Kwa hiyo kazi ilianza pale kisiwani Mafia, kwa sababu kasa walikuwa wanapata changamoto, na changamoto kubwa sana ya kasa ni kushambuliwa na binadamu, sio hata na wanyama wa porini. Katika hafla hiyo iliyofanyika Changani Beach wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam, zaidi ya watoto 80 wa kasa wameanguliwa, ambapo mara baada ya kuanguliwa walionekana wakikimbilia baharini kwenye mazingira ambayo viumbe hao wanaweza kuishi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wataalamu wa afya katika hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi kutoa huduma kwa wananchi itakayoendana na ubora wa majengo, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ili kuisaidia jamii kupunguza matatizo ya kufeli kwa figo. Ni Hussein anayo taarifa zaidi. Mrindoko ametoa maagizo hayo baada ya kuzindua jengo la kusafisha damu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi na kukagua maendeleo ya baadhi ya majengo yanayojengwa katika hospitali hiyo. Kupitia hospitali ya mkoa na kupitia watumishi niliowaona hapa hospitali ya mkoa, niwaombe sana kwamba muendelee kutoa huduma nzuri kwa wananchi wetu ili ilingane na ubora wa miundombinu na vifaa tiba na maboresho yote ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya. Ukisikiliza pia wenyewe madaktari kupitia vyombo mbalimbali, mimi wanasikiliza sana. Inaonekana ni kama vile tatizo hili la usafishaji wa damu kwa matatizo ya figo ni kama linaongezeka. Kwa hiyo jambo lingine nililosema la mwisho kabisa, ni waombe wataalamu wetu, wataalamu wa tiba, wataalamu wa kinga kutoka Wizara ya Afya, ustawi wa jamii na kadhalika. Tunaomba muongeze elimu ya namna gani ya kuishi ili kupunguza matatizo haya ya kufeli kwa figo au matatizo ya aina mbalimbali ambayo mnayaona wenyewe katika wagonjwa wanaokuja hapa kwenu. Pamoja na mafanikio hayo, bado kuna changamoto ya kukosekana kwa baadhi ya majengo, ikiwemo jengo la kuhifadhia maiti, ambapo mkuu wa mkoa ameahidi ushirikiano kuhakikisha fedha zinapatikana ili kutatua changamoto hiyo. Bado tunakuomba kupitia uongozi wako uweze kutusaidia tuweze kupata fedha za kukamilisha ujenzi wa Wing B. Lakini pia hospitali yetu ni mpya ya mkoa, kwa hiyo ina baadhi ya majengo mengi ambayo bado hayajajengwa. Kwa mfano jengo la kuhifadhia maiti, jengo la kufulia nguo za wagonjwa, jengo la kutakasisha vifaa na maeneo ya kupumzikia ndugu pale wanapokuja kuona wagonjwa, na jengo kwa ajili ya duka la hospitali pamoja na uzio kuzunguka hospitali yetu. Kwa upande wa ujenzi wa jengo la Wing B au tuseme awamu ya B inayoendelea, mimi niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kushirikiana na kusimamia au kuomba Wizara ya Afya pamoja na serikali kuu kwa ujumla kuendelea kuleta fedha zitakazohakikisha kwamba majengo mengine ambayo bado hayajaanza kujengwa yanaanza kujengwa na yanakamilika, lakini na hata ukamilishaji wa jengo hilo la Wing B basi na wenyewe uweze kufanyika. Mbali na masuala ya afya, Mrindoko ametembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa Mahakama Kuu, ambapo ametaka jengo hilo likamilike kwa wakati ili kurahisisha huduma kwa wananchi wanaosafiri umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Wananchi wa mkoa wa Katavi wanasubiri kwa hamu ukamilikaji wa jengo hili la mahakama jumuishi ambao utawezesha kuanza kutolewa kwa huduma za Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufaa katika mkoa wetu wa Katavi. Mrindoko alielekea katika halmashauri ya Nsimbo na kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwalo la wanafunzi katika shule ya sayansi ya wasichana.
Katika kutambua na kuthamini mchango wa wachimbaji wadogo nchini, serikali imeendelea kutoa mafunzo ya kuongeza ujuzi na maarifa kwa wafanyakazi na wachimbaji wadogo wa madini, ambapo jumla ya wachimbaji 250 mkoani Geita wananufaika na mafunzo hayo. Kutoka Geita, Joel Maduka anatueleza zaidi. Mafunzo hayo yameratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi na mnyororo wa thamani katika sekta ya madini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo ya siku 5 yanayofanyika mkoani Geita, kaimu mkurugenzi wa idara ya ajira na ukuzaji wa ujuzi Arana Nchimbi amesema lengo ni kuhakikisha kuwa nguvu kazi ya taifa inapata ujuzi unaohitajika ili kuweza kujiajiri na kuajiriwa kwa lengo la kuongeza tija na ufanisi kazini. Kwa sababu kama serikali tunafahamu kwamba jamii yetu ina upungufu wa ujuzi ambao unawasaidia Watanzania kufanya shughuli mbalimbali na kutimiza malengo yao, vile vile kuwezesha taifa kupata kipato. Kwa hiyo tukagundua kwamba katika sekta ya madini kuna wachimbaji wadogo, lakini hao wachimbaji wadogo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo kutambua miamba ambayo ina madini. Kwa upande wake, mjiolojia mwandamizi kutoka Wizara ya Madini Joseph Matalu amesema programu hiyo inajumuisha mafunzo ya msingi ya ujuzi wa nadharia na vitendo kuhusu mbinu bora za utafiti, uchimbaji na uchenjuaji wa madini kwa usalama na tija zaidi. Naye katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati ameelezea kuwa mafunzo hayo yatasaidia kuongeza uzalishaji kwa wachimbaji wadogo, kuimarisha usalama kazini na kwenda kusambamba na mabadiliko ya teknolojia katika sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa nchi. Kuwajengea uwezo wachimbaji wadogo kuhusiana na masuala mazima ya kuweka uwezo kwa wananchi kwenye kupitia Wizara ya Madini au kupitia sekta ya madini kwenye masuala ya uongezaji thamani. Kama mnavyofahamu, lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha wachimbaji wadogo wanakuwa kuwa wachimbaji wa kati na kuwa wachimbaji wakubwa, na kuhakikisha Mtanzania anatajirika na kunufaika kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Baadhi ya wachimbaji wadogo waliohudhuria mafunzo hayo wamekiri kuwa yamekuwa na manufaa makubwa na kwa kuwa yanawezesha kuelewa kwa kina matumizi ya teknolojia sahihi ya migodini na kuongeza usalama kazini. Nashukuru mafunzo haya. Kuna jambo ambalo tulikuwa tunafahamu zaidi la kuweka kumbukumbu, kutunza kumbukumbu. Leo tumesoma somo la kufunza utunzaji wa mazingira, hasa katika ukataji wa miti ovyo maeneo yetu ya kazi, lakini pia tumejifunza athari za mercury ambazo zinaendelea kuathiri wakazi wa maeneo yale katika vyanzo vya maji. Kupitia mafunzo haya, serikali inaendelea kudhibitisha dhamira yake ya kuijengea uwezo nguvu kazi ya taifa, hasa katika sekta madini ambayo ni muhimili na muhimu wa kiuchumi wa nchi. Ni matarajio ya wengi kuwa elimu, ujuzi na mbinu mpya zinazotolewa zitachangia si tu kuongeza uzalishaji bali pia kuboresha mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo nchini. Wakati mkoa wa Njombe ukiendelea na mapambano dhidi ya udumavu, serikali mkoani humo imesema imefanikiwa kupokea mashine za urutubishaji unga wa mahindi kutoka Wizara ya Afya, ambapo imeelezwa kwamba ujio wa mashine hizo utasaidia mapambano dhidi ya udumavu. Ibrahim Gonmlele kutoka Njombe na taarifa yake. Kauli hiyo imetolewa na Betha Nyigu, afisa lishe mkoa wa Njombe, wakati wa mkutano wa uhamasishaji wa kujenga uelewa kwa viongozi wa mkoa pamoja na halmashauri kuhusiana na utekelezaji wa afua za uongezaji virutubisho kwenye vyakula, hususani katika unga wa mahindi, ambapo imeelezwa kwamba kama virutubisho vitaongezwa katika vyakula ikiwemo unga wa mahindi itasaidia kupunguza udumavu kwa mkoa wa Njombe. Tumefanikiwa kupokea mashine za urutubishaji unga wa mahindi kutoka Wizara ya Afya. Kwa hiyo tumekuwa pamoja nao ili kujenga uelewa kuhusiana na umuhimu wa matumizi ya virutubishi kwenye vyakula. Kiwango cha udumavu tuna 50.4, lakini tangu tumeanza mapambano dhidi ya udumavu mwaka 2024 tuliweza kufanya utafiti wa ndani ya mkoa, utafiti ambao ulihusisha halmashauri zetu zote 6. Kwa hiyo kwa sasa, kulingana na matokeo ya utafiti wa mwaka 2024, wastani wa kiwango cha udumavu katika mkoa ni 40%.
na tuliweza kuandaa mpango harakishi na jumuishi wa kupunguza udumavu katika mkoa wa Njombe. Mpango huu ulizinduliwa rasmi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Lengo kuu la mpango ni kupunguza kiwango cha udumavu kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5 kutoka 40% hadi kufikia 25% ifikapo mwaka 29-30. Gwao Omar Gwao ni mkurugenzi kutoka kampuni ya Sanku anayotengeneza mashine za urutubishaji wa vyakula. Hapa anaeleza ufanisi wa mashine hizo katika uandaaji wa vyakula. Kwanza imefungwa mtambo maalum ambao inaweza kupeleka taarifa kila baada ya dakika 5. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kinu kinafanyaje kazi, na hii mashine inaweza ikatumika zaidi ya miaka 5 ikifanya kazi ya urutubishaji. Na kwa mzalishaji wa kawaida huyu anayefungasha haingii gharama yote kununua hii mashine, kwa sababu tumetengeneza modali ambayo mzalishaji akinunua mifuko anapata virutubishi pamoja na mashine. Awali akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amesisitiza umuhimu wa wazazi kunyonyesha watoto maziwa ya mama. Wazazi tuendelee kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanapata lishe bora. Wakati mwingine swala zima hili la udumavu ni uzembe wa wazazi ambao linakuja kuwaathiri watoto, linakuja kuwa janga la baadaye kwa sababu mzazi amezembea kutimiza majukumu yake. Mimi niendelee kuhamasisha kina mama kunyonyesha, kwa sababu hapo unatengeneza mtoto wako mwema wa baadaye, mtoto wako ambaye anajitambua wa baadaye, sio mwenye magonjwa, lakini mtoto uliyemjenga vizuri kiafya pamoja na kiakili. Baadhi ya wadau wa lishe mkoani Njombe wameipongeza serikali kwa kuendelea na mapambano dhidi ya udumavu, huku wakisema kuwa hatua hizo zitazaa matunda kwa mkoa wa Njombe. Wakati tunazungumza mpango harakishi, ikumbuke kwamba tusisahau ile mipango mingine ya muda mrefu. Wazazi kunyonyesha kwa wakati, lakini na kula vyakula vyenye protini ya kutosha. Makundi yote ya vyakula, makundi 6 ya vyakula yazingatiwe. Kwa hivyo kwa sisi tunavyoona, huu mpango harakishi utasaidia sana endapo sasa utafanyiwa kazi. Kwa mashine hizi ambazo tumeletewa kwa ajili ya kuongeza virutubishi katika lishe, kwa upande wangu ni mashine nzuri sana ambazo zitasaidia katika swala zima tulilonalo katika mkoa wetu la changamoto ya udumavu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limewahakikishia wananchi na washiriki wa maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba kuwa hali ya ulinzi na usalama katika eneo la maonesho hayo imeimarishwa kikamilifu. Rachel Chacha anayo taarifa yake. Aidha, ameeleza kuwa mifumo yote ya kiusalama imeshawekwa na hatua zote za tahadhari zimechukuliwa ili kuhakikisha kila mshiriki anakuwa salama yeye pamoja na bidhaa zake. Vilevile elimu ya usalama inatolewa kwa washiriki, huku kukiwa na ushirikiano wa karibu kati ya polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Akizungumza wakati wa mafunzo kwa washiriki wa maonesho ya Sabasaba, Kamanda Muliro amewahimiza wafanyabiashara, wananchi na wageni kwa ujumla kuzingatia kanuni za ulinzi na usalama pamoja na kuhakikisha usalama wao binafsi na wengine kwa kutoa taarifa mapema wanapoona viashiria vyovyote vya uhalifu. Swala la kuzingatia sheria za maonyesho ni muhimu sana, yakiwemo kama haya mambo ambayo umeeleza ya muziki, kupigwa maeneo ambayo sio rasmi na vitu vingine vyovyote. Ni muhimu sana kuona kwamba watu wanazingatia, kwa sababu wakati mwingine muziki iliyopita kiasi kwa maeneo ambayo sio rasmi inakuwa ni kero kwa washiriki na kuweza kuona kwamba watu wanapungua. Tunalo jambo muhimu la kuona kwamba pia tunalizingatia hasa kwa walinzi. Walinzi wetu ambao wanashiriki kwenye masuala ya kiusalama wanapobaini masuala ya hatari, nimesema washirikiane. Wahamiaji washirikiane na polisi washirikiane na JKT, polisi washirikiane na hawa vijana wa scout. Swala la udadisi ni swala muhimu sana kwenye masuala haya ya usalama. Kuona kwamba miongozo yote ambayo tumeiweka yanayohusiana na masuala haya ya usalama wote tuitilie manani ili tuweze kuchukua tahadhari na kuona kwamba inatekelezeka. Watu wote ambao wanafanya shughuli za kuzalisha kelele ni kwamba wenyewe kwanza wanawajibika. Wajibu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba kama unahisi unafanya biashara ambayo au shughuli ambayo inahusianisha na uzalishaji wa kelele, ni kuhakikisha kwamba unakuwa
na sound level meter, yani unakuwa nazo, zinapatikana, ziko kwenye masoko, kwamba unakuwa nazo hizo, unakuwa nacho iko kifaa kwa ajili ya kupima na vipimo vyako viendane na kanuni kama inavyoelekeza. Lakini pia unakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba eneo lako liko katika eneo sahihi ambalo limepangwa kwa mujibu wa kanuni hiyo ya land use plan. Lakini pia vizuizi, lakini pia unawajibika kuhakikisha kwamba sauti ile haitoki kwenda kuathiri wengine. Kamanda Muliro amesisitiza kuwa jeshi la polisi linawajibika pia kulinda makundi maalum yanayohudhuria maonesho hayo na kuwasihi washiriki kuepuka kubeba mizigo isiyojulikana, kuchukua tahadhari dhidi ya vitu vinavyoweza kuwa na asili ya mlipuko na kufuata sheria na kanuni zote za maonesho. Katika kuhakikisha hali ya usalama inadumu, jeshi la polisi limeweka mikakati mbalimbali ikiwemo udhibiti wa milango ya kuingilia na kutoka, utambuzi wa vitambulisho vya washiriki, doria za mara kwa mara ndani na nje ya eneo la maonesho, pamoja na ufuatiliaji wa kamera za usalama, yani CCTV. Mifumo ya CCTV ni muhimu sana kwenye masuala ya kiusalama, inner and outer perimeters, muhimu sana. Kwa hiyo ni moja ya mifumo ambayo inasaidia sana katika kuzuia vitendo vya kihalifu. Doria za kawaida humu ndani, za watu wanaojulikana na ambao hawajulikani, kwa maana detective officers na wale uniformed officers, ni muhimu sana kwa ajili ya deterrence. Kwa hiyo kuzunguka kwa askari katika maeneo haya, kwanza kunajenga trust kwamba kuna usalama, lakini pia hata mhalifu mara kwa mara hapendi kukaa na kuzunguka sehemu ambapo kuna askari, kwa sababu anakuwa amemnyima fursa ya kufanya vitendo vya kihalifu. Serikali imeshauriwa kuimarisha usimamizi wa fedha pamoja na kuongeza nguvu katika makusanyo ya mapato ili kuondokana na misaada toka nje ya nchi. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Ushauri huo umetolewa jijini Dodoma na wadau mbalimbali wa maendeleo yakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali katika mdahalo wa kitaifa kuhusu maendeleo ulioandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Action Aid. Na kwa mwaka 2026 tunatarajia kwamba pato hilo litakuwa 13%, ambao ni chini ya kiwango cha kimataifa cha 15%. Kwa hiyo lazima kwanza kabisa tukusanye mapato ya kutosha, na hii tutafanya kwa kuongeza zaidi kwenye kuimarisha TRA, manake tuwe na maafisa wakusanye. Kuna mianya mingi sana ambayo Tanzania inapoteza kodi. Lakini kuna matumizi mengine, kwa mfano posho za usafiri. Tunaweza tukapunguza safari zile za nje, zile ambazo mara nyingi zinakuwa na mzigo mkubwa kwa serikali na zinaongezea gharama ya matumizi ya zile recurrent expenditure. Kwa hiyo tunaweza tukapunguza gharama huko na kuona baadhi ya fedha ambazo zinakusanywa zinaelekezwa zaidi kwenye kufadhili shughuli nyingi au miradi mingi ya kimaendeleo. Kwa upande wake Boniface Komba ambaye pia ni program manager wa taasisi ya mtandao wa madeni amesema kuwa deni la taifa ni himilivu na kuishauri serikali kuwa na nidhamu katika matumizi ya pesa. Tusiwe na wasiwasi. Ni kweli ni himilivu. Tunahitaji tu serikali kuwa na nidhamu. Moja, kuwa na nidhamu kwa ule wakati wa ukopaji kwa wale watu ambao tumewaamini kupitia Wizara ya Fedha, waziri na zile kamati ambazo zinamshauri, ziwe na nidhamu katika ukopaji, lakini tuwe na nidhamu katika kusimamia matumizi, kwa sababu kuna baadhi ya ripoti za CAG zimeonyesha kuwa na leakage ya fedha ambazo serikali imeelekeza kwa ajili ya miradi mbalimbali katika halmashauri. Kumekuwa na matumizi ambayo sio mazuri au pamekuwa na mianya ya upotevu wa fedha. Nao baadhi ya washiriki wametoa maoni yao. Kuna mianya mingi ya mapato yanapotea, ikiwemo masuala ya biashara ambazo haziko rasmi. Kwa kule bado tunaweza tukaendelea kuongeza nguvu zaidi, tukajikusanyia mapato ambayo yakatusaidia sisi kuendelea kustahimili hii hali ambayo imetokea kwa ghafla. Serikali inapotoa hizi hera ifuatilie kwa hakika matumizi kuwa ndio yalivyotumiwa, na pia kuangalia hata kwenye majengo ya umma yanapojengwa, kwa mfano taasisi shule, kuangalia ipo kwenye kiwango kilichotakiwa. Inabidi wananchi wapate elimu, kukuza ama uchumi wetu kujitegemea wenyewe kuliko kuendelea kutegemea misaada ile ambayo inatoka nje ya nchi.
Mtandao wa kupinga ndoa za utotoni nchini TECMN unatarajiwa kutumia mpango kazi wa miaka mitatu ambao umelenga kuwafikia wananchi zaidi ya milioni 5 ili kupunguza na kutokomeza ndoa na mimba za utotoni katika maeneo mbalimbali nchini. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa wasilishaji wa mpango kazi wa kutokomeza ndoa na mimba za utotoni kwa wadau wa tasnia ya habari, mratibu wa mtandao huo Lilian Kimati amesema katika mpango kazi huo watawafikia wanajamii ikiwemo viongozi wa kimila pamoja na makundi mengine ili kuweza kutoa elimu kufuatia serikali kuonesha nia ya kufanya marekebisho ya sheria ya ndoa baada ya kikao walichokifanya hivi karibuni ambapo walikutana na waziri wa maendeleo ya jamii pamoja na uongozi wa Wizara ya Elimu. Kwenye masuala mazima ya sheria ya ndoa tumeigusia sana kwenye mpango kazi huu kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ni muhimu sana kuendelea kufanya uchechemuzi kwenye ngazi ya kitaifa ili pia serikali yetu pendwa iweze kubadilisha sheria ya ndoa. Lakini vile vile tumegusia kwenye mpango kazi huu ni kwa namna gani ambavyo wanachama wetu wanaweza kushirikiana kwa pamoja kwenye nyanja tofauti tukiwa na weledi tofauti kwenye masuala ya sheria, mawasiliano, lakini kwenye masuala yote yale yanayohusisha kuwa na zile afua rafiki ambazo zinaweza kupambana vita dhidi ya ndoa za utotoni na kutokomeza, lakini vile vile kuzuia ndoa za utotoni. Kwa upande wake Amina Ali akiwa ni sehemu ya kamati ya utekelezaji wa mpango kazi huo amesema wanatarajiwa kutumia nyanja mbalimbali ikiwemo jumbe pamoja na sekta ya habari ili kuhamasisha jamii kushiriki katika mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 pamoja na kuhamasisha mabinti ambao walipata ujauzito wakiwa shuleni kurejea na kuendelea na masomo. Mpango kazi huu umelenga jinsi ya kuangalia ni tunawezaje kushirikiana na serikali hasa katika kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo ina vifungu 13 na 17 ambavyo vinaruhusu mtoto wa kike kuolewa bado akiwa na umri mdogo, yani chini ya miaka 18, ambapo vifungu hivyo vinasema anaruhusiwa kuolewa kuanzia akiwa na miaka 15. Na ambavyo tunaona inakinzana na sheria nyingine kama sheria ya mtoto ambayo inasema mtoto ni mtu yoyote aliye na umri chini ya miaka 18. Hivyo mtoto wa kike kuruhusiwa kuolewa akiwa na miaka 15, ina maana tunamnyima haki zake za msingi ikiwemo haki ya elimu, haki ya afya na haki ya kuwa na kuishi maisha yenye staha na yenye utu pia. Lakini pia mpango kazi huu umeangazia jinsi gani tunaweza kushirikiana na wadau wa sekta ya habari na jinsi gani wao na sisi kwa pamoja tunaweza kusukuma ili gurudumu na kufikisha hii jumbe au hizi jumbe kwa upana zaidi na kwa jamii nzima. Kama mnisikia hapo mwanzo nimesema tunatarajia kufikia takriban Watanzania milioni 500 na hatuwezi kufanya hivyo peke yetu. Tunahitaji wadau wa tasnia ya habari ili kuweza kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea kwenye mpango kazi wetu. Nao baadhi ya mabinti ambao wamekuwa sehemu ya harakati za kupigania mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971, Adela na Adeline, wameomba serikali pamoja na nguvu walioiweka katika mapambano dhidi ya ndoa za utotoni kuongeza juhudi ya kudhibiti mimba za utotoni hasa katika maeneo ya vijijini. Takwimu zangu ninaona kwamba mjini kuna watoto wengi sana, especially watoto wa kike hawaelewi kuhusu hili tatizo ambalo wao wenyewe ndio wanakuwa affected nalo. Na pia watoto wengi wa kike katika hizi takwimu zetu kama wanaharakati tunaona wameaminishwa na wazazi wao au wao wanaowalea kwamba wao wenyewe hawawezi kufanikiwa bila kuwepo na mtu nyuma yao anaowasupport. Ndio maana wengi wanakuwa easily kukata tamaa sana na kuamini kwamba ndoa za utotoni ni suluhisho kubwa. Lakini pia mimi naona kama na mwanaharakati na pia na washauri wanaharakati wengine na hizi ni majukwaa mengine wa focus kwenye kupeleka elimu nyingi kwa watu. Kwa mtazamo wangu naona kwamba ndio serikali inajaribu kufanya michakato mingi sana ili kupinga kuiondoa kabisa hii sheria ya child marriage, lakini
wangebase sana na kuwatembelea ni watu waathirika wenyewe, ili wajue zile effects kabisa, kwa sababu tunaweza tukafikiria kwamba effects za child marriage labda ni poverty, ni effects mbalimbali, lakini kumbe wao watoto wenyewe wanaweza wakawa wana personal effects zao ambazo wao kama serikali hawazijui, na wakifanya hivyo kuwatembelea ni hao waathirika wakajua effects zao za ndani, inaweza ikawa simple zaidi kwa hao hata kuweza kujua kitu gani wafanye. Mtazamaji, hii ni TVE Habari na mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, serikali asisitiza matumizi ya mifumo rasmi ya kifedha ya kukuza uchumi wa mwananchi.